Bana, Heavyweight ni kama Selemani Mwalimu anawafundisha baadhi ya mastreka wa ligi yetu namna gani unatakiwa kufunga. Ufanisi wake pengine unatoa taswira gani kwa mastreka wengine ambao pengine wengine wapo kwenye kikosi cha Simba? Kuna uhatari anawapa huyu Dese Mukwala na Jonathan Soa ambao kidogo wameonekana hawako sawa sana. Of course, kwa siwezi nikasema anawapa uhatari au hawapi kwa wachezaji ambao wanacheza nao, kwa sababu kiufundi nimezungumzia Simba ina tatizo la kukosa mchezaji ambaye au wachezaji ambao kiasili wanapenda kufanya mikimbio nyuma safu ya ulinzi. Kwa kizungu wanaitwa runners in behind. Manake ile defense line kunatakiwa kuwe kuna wachezaji ambao muda wote wanafanya mikimbio, wanaomba mipira baina ya safu ya yani nyuma ya safu ya ulinzi au kwenye ile mstari wa mwisho wa ulinzi. Wachezaji ambao wanacheza katika kikosi cha Simba, wengi wao ambao wanaunda eneo la ushambuliaji, wanachezeshwa viungo wengi. Morris Abraham anaombea mpira ndani, Mpanzu the same, unazungumzia huyu Joshua Mutale the same. Na ndio maana mchezaji ambaye pengine angeweza kufit kwenye hiyo system ni Joshua Mutale, kwa sababu yeye anaweza kuifungua defense ya timu pinzani kwa kupiga pasi fupi na kuomba tena kwenye nafasi mpaka kuingia kwenye eneo la hatari. Na ndio maana aliweza kusababisha attempt ya hatari dakika kama ya 32 ya mchezo kwa nilivyotizama pale. Lakini wachezaji wengine unakuta mpira unaweza ukawa unajikuta una circulate, kuna stagnant kwenye possession. Unapigwa hapa, unapigwa hapa, unapigwa hapa, unapigwa hapa, unapigwa hapa, unapigwa hapa. Kuna kosa ule mtu akuja kufanya movement ambayo inaweza ikaleta utofauti kwenye kikosi. Na ndio maana creative player wanashindwa kuonyesha ule uwezo wao au ubunifu wao. Unazungumzia sasa kina Eli Mpanzu ambaye alikuwa analaumiwa, kwa nini anakana mipira? Anakana mpira sana na nini? Kwa sababu ulikuwa huoni mtu ambaye anaweza kufanya ule mkimbio wa mwisho na yeye akaweza kupenyeza pasi ambayo inaweza ikakata safu ya kiungo na ulinzi na kwenda kusababisha hatari. Wachezaji wengi walikuwa wanacheza eneo la katikati, hili nimeshalizungumzia. Lakini kwa kurudia nikasema Simba Sports Club ni timu kubwa na Namungo ni timu ambayo inaijua Simba vizuri, kwa sababu tunavyozungumza mpaka tunaingia kwenye huu mchezo Namungo alikuwa anashikilia rekodi ya kupigwa kichapo kikubwa zaidi na Simba, sio timu nyingine yote, na Simba. Na nikasema ilikuwa tarehe 18 Aprili 2021 walifungwa mabao 4-0. Baada ya 2021 hakuna timu yoyote iliyowahi kumfunga Namungo goli 4 au zaidi ya 4. Hicho ndo kinakuwa kipigo kikubwa zaidi kwa upande wao. Na msimu uliopita pia walifungwa 3-3. Mechi ya kwanza na ya pili zote wamekula chuma 3. Inakuwa mabao 6 kiujumla, ambako ukijaribu kufuatilia kwenye ligi hakuna timu iliyowahi kuthubutu kumfunga goli 6 katika mechi 2 za ligi Namungo. Kwa hiyo ni Simba Sports Club. Kwa hiyo kwa leo Simba kumfunga Namungo pasi na kwamba mbinu zao zilikuwa bado zina weakness ni jambo la kawaida, na ndio maana wakafungwa katika yale madhaifu ambao wamekuwa nayo. Nikakupa mfano, nikakwambia wameconcede bao la kona ambalo limefungwa na Joshua Mutale likapigwa kichwa na Rushain Dariak, kitu ambacho wameshawahi kuconcede. Nikakutajia mpaka tarehe, nikakwambia ni tarehe wewe mpaka unanichanganya. Nikakwambia ilikuwa ni dhidi ya Azam FC. Bao kona ilipigwa na Faisal Salum, alafu mpira ukamaliziwa na Lusajo Mwaikenda. Sawa. Faisal Salum ni namba 10, leo Joshua Mutale amechezeshwa kwenye namba 10, Mwaikenda ni beki na Shamu Karabweni ni beki. Lakini wakaja wakaconcede bao kwa indirect free kick ambayo imepigwa na Neo Maema, afu Dariaka akamalizia. Tarehe 5 mwezi wa pili 2025 wanapoteza mabao 2-1 dhidi ya Tabora United. Sawa? Alifungwa hivyo. Umeelewa? Ulipigwa mpira na huyu Fari Odongo ambaye amekuwepo katika kikosi hichi cha Namungo na leo amecheza, ndo alipiga hiyo indirect free kick. Andy Bikoko anaupiga kwa kichwa na Ofen Chikola ambaye sasa hivi yupo Yanga ndo akafunga bao. Sio, umeelewa? Kwa hiyo nakupa hizo. Na leo madhaifu yao yamefanya wafungwe. Sio, umeelewa? Lakini kuna timu ambazo zimewahi kuifunga timu. Sasa timu kubwa kama Simba ili ionyeshe kwamba ilifaulu kimbinu inapaswa ifunge magoli kwa build up. Mpira upigwe kutoka kwa mlinzi kwa kipa mpaka kwenye eneo la mwisho amalizie, kama ambavyo wamewahi kufanya KMC na timu kama hivyo ambavyo zimewahi kumfunga Namungo kuanzia kwenye build up, zinapiga pasi chini ya 5 wanaenda kufunga bao. Lakini nikasema pamoja na kutokuwa na ubora kimbinu kwa asilimia kubwa, lakini wameweza pia kupata bao. Kwa hiyo kwa upande wangu naweza ngasema ni kama kumpiga chura teke. Nikija kwenye swali lako Selemani Mwalimu na Morris Abraham, hao tunaita wana potential. Unaelewa maana potential? Yani wana uwezo wa kuja kuwa wachezaji wakubwa sana kwenye. Kwa mfano kama Morris Abraham, kuna vitu ambavyo naamini kimbinu vikiboreshwa pale Simba, basi anaweza akaja kuwa mchezaji au potential ni potential ya mchezaji ambaye ana uwezo wa kuwa mchezaji mkubwa sana kwenye siku za usoni. Ndio anaita potential. Na kama Simba watapata kocha on time ambaye atakuja kuimplement mbinu zake na kuja kubadilisha au kuweka sawa haya mambo ambayo nimeyazungumzia. Umeelewa? Haya mambo ambayo nimeyazungumzia
basi hamna kitakachoharibika hapo ndugu yangu. Unaelewa? Kwa hiyo Simba ina wachezaji wazuri na kwa mwendo huu naamini haina kikosi kibaya. Sioni kama umepigwa pira gimbi. Sababu nilizungumzia mechi iliyopita nikakwambia Yanga walikuwa wanacheza pragmatic, nikabadilisha. Nikasema pragmatic ni pira ambao una defend muda mwingi afu linakuzalishia matokeo. Sio hilo tena, wamebadilisha sasa hivi wanacheza toothless attacking play. Yani unashambulia, unamiliki mpira na nini lakini ni kama hewa. Yani wewe ushambuliaji wako ni kama hewa. Yani ndio tunaita toothless attacking football au dump kwa kizungu. Ndio analocheza Yanga sasa hivi. Lakini Simba unaona mpira unapigwa lakini kuna kitu kimbinu kinakosekana ambacho ndio hawa wachezaji ambao wanaweza kufanya mikimbio itakayokuja kubadilisha matokeo. Na wakipata wachezaji hivyo au wao wakiwepo lakini wakawa instructed kufanya hivyo, naamini hata kipindi cha pili walionekana hivyo. Basi kuna namna Simba inaweza ikaja kuwa bora zaidi. Shukrani sana. Nashukuru ndugu. Kukumbusha tarehe 3 Oktoba 2024 dhidi ya Azam FC. Sawa, dhidi ya Azam FC walifungwa bao kama hili. Anapiga Faisal Salum mpira, Lusajo Mwaikenda anaweka kwenye kamba. Umeelewa? Na leo inajirudia hivyo hivyo. Joshua Mutale anapiga kona, anaweka kwenye kamba Shamu Karabwe. Kwa hiyo wanayo mapungufu. Ndio maana nikakupa na reference. Wanakuja kuconcede bao jingine. Dola GB imejaa. Umeelewa? Wanakuja kuconcede bao jingine. Nani anaitwa? Neo Maema anapiga indirect free kick inamaliziwa na Shamu Karabwe. Wana hii kawaida. Umeelewa? Nitakupa mfano katika mchezo ambao ulichezwa Februari 5 ya mwaka 2025 hii dhidi ya Tabora, msimu uliomalizika wanapoteza kwa mabao 2-1. Walipoteza kulikuwa kuna mamba anaitwa Faridi Dongo ambaye nafikiri leo mmemwona amecheza katika kikosi cha Namungo. Alipiga indirect free kick ikaguswa na Andy Bikoko ambaye naye ni beki, lakini this time around Ofen Chikola ndo akaweka chuma. Ndio kitu ambacho kimeenda kuonekana pale. Mpira unapigwa na Neo Maema, mkwala na ukosa unaenda unamaliziwa na Rushain Deroka ambaye naye anaweka record kwa sababu mpaka anafika kwenye maisha yake ya soka na miaka 29 so far amefunga mabao 2 tu akiwa South Africa. This time around ndani ya mechi kadhaa tu akiwa na Simba Sports Club tayari amesha level ile rekodi yake ya kufunga mabao 2. Na nilizungumza nikasema kama Rushain Deriak ataaminiwa na kufundishwa namna ya kuweza kuwini ile mipira ndani ya box, huu uwezo wa kufunga mabao mengi anayo. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kuja kuisaidia Simba kufunga mabao mengi zaidi. Ila kimbinu Simba imekosa goal la build up kwa sababu inakosa wachezaji ambao wana uwezo wa kufanya mikimbio nyuma safu ya ulinzi. Na mimi kwa upande wangu Rushain Deriak ndo naupa usajili bora wa msimu huu. Hakuna usajili wote kwa ligi nzima. Kwa ligi nzima. Sawa? Rushain Deriak ndo mchezaji ambaye naweza nikasema ni usajili bora wa msimu. Umeelewa? Kwa hiyo ukiachana na hivyo kuna Selemani Mwalimu naye amefunga bao na ni bao kali, inaonyesha jinsi gani ambavyo wamekuwa composed. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo pengine yule Andy Boyeli angeweza kuvichukua kama note. Jinsi of course jinsi gani ambavyo unaweza ukacheza na defender na kuweza kuchagua engo ya kuweza kuweka mpira kwenye nyavu. Ni vitu ambavyo pengine Andy Boyeli anaweza kuchukua note kutoka kwa Selemani Mwalimu mzawa grade A. Kwa hiyo mimi nawapongeza Simba na nafurahia kuona wazawa katika kikosi cha Simba kama hivyo Selemani Mwalimu, Morris Abraham wanapata kuonyesha kile walichonacho, kwa hiyo wanaweza kusaidia hata timu ya taifa huko mbeleni. Shukrani sana. Bana nashukuru asante. Bana wanamalizia dakika 3. Ngoja ni